Mtazamaji, ni kukaribisha katika dondoo za magazeti yaliyotufikia studioni kwa siku ya leo. Ni Jumanne, Agosti 2, 2016. Tunaanza na gazeti la Habari Leo ambalo linaandika Sabodo bega kwa bega na Magufuli. Ni habari kubwa iliyopewa uzito katika gazeti hili la Habari Leo, na katika habari picha anaonekana Mustafa Sabodo ni kutoa trilioni 10 kuwekeza mkoani Dodoma, kushawishi India, Singapore kujenga hospitali, viwanda. Asema JPM ni mrithi wa kweli wa Mwalimu Nyerere, atangaza rasmi kuinyima misaada Chadema. Habari hii inaandikwa kwa undani katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na pia kuna habari mapya yaibuka ugonjwa wa ajabu Dodoma. Nikusomee habari hizi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ni mfanyabiashara maarufu Mustafa Sabodo ametangaza kutoa dola za Marekani bilioni 5 sawa na shilingi trilioni 10 kwa ajili ya kuwekeza mkoani Dodoma, ikiwa ni nia ya kumuunga mkono Rais Dr. John Magufuli kuhamishia makao makuu ya serikali kwenda mkoani humo. Akizungumza Dar es Salaam, Sabodo alisema atawekeza kiasi hicho cha fedha iwapo serikali yote itahamia mkoani humo, na itakuwa ametimiza ndoto ya baba wa taifa Mwalimu Nyerere ambaye alitamani kuona mkoa huo unakuwa makao makuu ya nchi. Na kuhusiana na ugonjwa wa ajabu, ni mamlaka ya chakula na dawa TFDA, shirika la afya duniani WHO na kituo cha uchunguzi wa magonjwa cha Marekani katika utafiti wao wamebaini ugonjwa ulioibuka katika mikoa ya Dodoma na Manyara hivi karibuni ni unakuwa watu unasababishwa na sumu ya kuvu inayoshambulia ini. Ndio habari kubwa, na katika habari picha anaonekana waziri wa afya Umi Mwalimu. Tugeukie katika gazeti la Majira. Gazeti la Majira linaandika Magufuli ashtukia hujuma za walimu, afichua mchezo wa kujipatia mgao wa fedha, awaonya wasitafute matatizo ya kutumbuliwa. Habari hiyo inaandikwa kwa undani katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili, lakini kuna habari picha ikimuonesha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akimsikiliza mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya taifa NEC Jaji Damian Lubuva baada ya kutembelea banda la tume hiyo kwenye uzinduzi wa maonesho ya wakulima 88 mkoani Morogoro hapo jana. Kipindupindu cha tikisa da, wagonjwa wapya waripotiwa, waziri atoa agizo. Ni gazeti la Majira. Gazeti la Mtanzania lenyewe linaandika Lembeli asema siondoki Chadema, asema hana mpango wa kurudi CCM, awavutia pumzi wanaomkejeli kila kona. Habari hii inaandikwa katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili, lakini kuna habari nyingine, chipsi chakula hatari. Sahani moja ya chips kavu ina mafuta ujazo wa mililita 250. Wafanyabiashara huwa wanapikia mafuta kwa zaidi ya mara 2. Habari hii inaandikwa katika ukurasa wa 4, nami naifuata ili kukusomea. Ni kuwa ulaji wa chipsi umetajwa kuwa hatari kwa afya ya binadamu, kwani husababisha maradhi mengi yakiwemo maambukizi hasa ya figo, moyo, shinikizo la damu, kisukari na saratani ya aina zote. Haya yameelezwa na mtaalamu wa masuala ya chakula na lishe hospitali ya taifa ya Muhimbili, Ulumbi Kilumba, alipokuwa akizungumza na gazeti hili la Mtanzania. Kwa undani wa habari hii utaipata kwenye gazeti la Mtanzania. Tugeukie katika gazeti la Raia Tanzania ambalo linaandika manispaa Kinondoni yalizwa, serikali yatoa eneo la Magomeni Kota, sasa eneo kuendelezwa na serikali kuu, waathirika kupewa makazi ya kisasa. Mbunge CUF wawekwa kitimoto. Ni chama cha wananchi CUF kinadaiwa kumweka kitimoto mbunge wake wa jimbo la Tanga mjini Musa Mbaruk kutokana na kauli zake kadhaa zilizochapwa ndani ya gazeti hili wiki iliyopita. Kutokana na hali hiyo, mbunge huyo amelazimika kunyosha mkono kwa kutolea ufafanuzi juu ya utata ulioibuka kutokana na kauli zake zilizochapishwa katika moja ya makala za gazeti hili la Raia Tanzania wiki iliyopita. Tukigeukia gazeti la Uhuru linaandika Rais Magufuli awaka. Ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili, lakini pia serikali yakiri ugonjwa wa sumu kuvu ni hatari, na Waziri Mkuu Majaliwa asema nitaondoa wakurugenzi waongo. Habari nyingine ni wanasiasa waionya Chadema.
na Mrema amvaa Lowassa. Gazeti la Jambo Leo lenyewe linaandika kuhusiana na msajili asema Chadema subirini mahakama, na pia Sumukuvu yahatarisha maisha nchini. Gazeti la Daily News ambalo huandikwa kwa lugha ya Kiingereza linaandika kuhusiana na kauli ya Mustafa Sabodo, mfanyabiashara maarufu ambaye ameahidi kutoa kiasi hicho cha trilioni 11 kwa ajili ya uwekezaji mkoani Dodoma, ikiwa serikali itahamia rasmi mkoani humo ili kuharakisha maendeleo. Tugeukie katika habari za michezo na gazeti la Bingwa. Gazeti la Bingwa linaandika Zito asema Simba msifanye makosa, au ambia wakimkosa Mo safari hii wamekwisha. Ni kuhusiana na ununuzi wa hisa katika klabu hiyo na Mohamed Dewji. Yanga yapata kifaa bab kubwa, ni dogo fundi wa kucheza mpira kama Neymar. Nsajigwa roho kwatu asema Yanga wamelamba dume. Hili ni gazeti la Bingwa, na katika ukurasa wake wa nyuma naandika ni noma, Papa Francis amfagilia Messi. Na pia habari nyingine ni kuwa nilipongezwa na Hodgson kuitosa Arsenal ni kauli ya Vardy. Gazeti la Jambo Leo michezo linaandika Simba Mo hakijaeleweka bado, lakini pia serikali yataka medali michezo ya Olimpiki. Gazeti la Uhuru linaandika Mo amvaa Aveva, lakini pia Rooney ajilipua England. Gazeti la Raia Tanzania lenyewe linaandika Mo azidi kunoga Simba, Korefa ya kataa uongozi Bagamoyo. Gazeti la Mtanzania linaandika Simba ya mwita Mo mezani. Gazeti la Majira linaandika pia kuhusiana habari za Mo kujadiliwa na Simba Agosti 15, lakini pia tutaendelea kuwa bora katika Vodacom Premier League, ni kauli ya kocha Plim wa Yanga. Tuhitimishe na habari leo michezo. Siri ya fichuka Yanga ni siri gani? Basi utapata nakala yako katika gazeti hili, na pia Simba ya mwita Mo mezani. Niishie hapo katika udondozi wa magazeti katika awamu ya kwanza